kiti ambayo iko mbele yako, na tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu. Ni jioni njema, ni jioni ya baraka, ni jioni ya ajabu ambayo Bwana ametukusanyisha katika mlima wake. Akona ujumbe, akona neno, na akona kitu anataka kufanya katika maisha yetu katika jina la Bwana. Na kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwakaribisha wote ukaweze kujisikia ukiwa mahali ambapo panafaa katika uweponi pa Mungu wako. Inua mkono wako tuombe katika jina la Bwana. Tunaliinua jina lako na kulibariki. Baba wetu uliye mbinguni, ninakushukuru kwa wapendwa hawa ambao Bwana wamekuja jioni ya leo katika mlima wako Bwana. Ni wewe umeitana Bwana, na kwa hivyo wamekubali mwito wako. Ninaomba jioni ya leo katika jina la Bwana ukaweze Bwana kunenea hali zao, ukaweze Bwana kunenea maisha yao katika jina la Yesu. Mimi ni chombo chako, naomba unitumie katika jina la Yesu. Nimeomba na nimeshukuru. Unaweza pokea kiketi chako cha baraka na Bwana akaweze kukubariki katika jina la Yesu. Naomba sasa ukaweze kumwamkua mwenzako, ukaweze kukaribisha huyo ndugu aliye karibu na wewe, mkaribishe huyo dada aliye karibu na wewe, mupatie mapokezi ya baraka na umwambie neno la jioni ya leo ni neno lako katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu tena tumerudi, na kwa hivyo Bwana hachoki. Kila wakati anaitana katika kilima chake, anakuaga na neno na anakuaga na jambo ambalo anataka kufanya katika jina la Bwana. Na kwa hivyo nimeokoka jioni ya leo, ninatumainia Bwana, ninaendelea kumtumainia Bwana na kugojea kurudi kwake mara ya pili. Na kwa hivyo na uhubiri nikiwa nimeokoka na Yesu akiwa Bwana ndani yangu. Nataka kuongea ujumbe ambao nimeupatia kichwa Stop Limiting God. Sijui na Kiswahili nitaiweka namna gani, lakini nimeandika hiyo noti zangu na Kizungu. Stop limiting God, ama uache kumudunisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, mlango ule ni wa 78 na mstari wa 41 mpaka 43. Na ningeomba nikaweze kuwekewa version ya TPT. Weka version ambayo inaitwa TPT na tutaweza kubarikiwa. Kumbuka ujumbe wangu ni ya kwamba don't stop limiting God, ama uache kumudunisha Bwana. Sijui na Kiswahili nitapata neno tukiendelea. Bwana asifiwe sana, na tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu. To limit is to restrain someone from what they can do. Wakati tunaongea kuhusu limiting, tunaongea kuhusu, ama the word limit inamaanisha kurestrain ama kumzuilia mtu asikaweze kufanya kile ambacho anastahili kufanya. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo katika neno ambalo tutasoma katika Zaburi, tutaona ya kwamba wana wa Israeli hata baada ya kutembea na Mungu miaka 40 jangwani, hata baada ya kukombolewa na Mungu kutoka kwa mikono ya adui ambaye alikuwa anaitwa Farao, bado waliweza kumlimiti Mungu, bado waliweza kumwekea Mungu boundaries ama mipaka, bado waliweza kuwa na mawazo ndani yao ya kwamba kuna mambo ambayo waliangalia wakaona kana kwamba Mungu hataweza. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo sasa Mungu aliongea yeye mwenyewe, na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba yes, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Walimjaribu Mungu mara kwa mara, wakamkasirisha yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Kwa hivyo unaona sasa wana Israeli, Bible inasema again and again. Kwa hivyo haikuwa mara ya kwanza, haikuwa mara ya pili, haikuwa mara ya tatu, waliweza kumjaribu Bwana. Kwa hivyo wakati unalimiti Mungu, wakati unaona jambo fulani haliwezekani, ni kumjaribu, unamjaribu Bwana. Praise God. Na kwa hivyo Bible inasema ya kwamba they tempted God, yani they turned back and tempted God. Kwa hivyo wakati sasa unasema mambo fulani unaona kama haitawezekana, ni kumaanisha ya kwamba you are tempting God. Na ni vibaya sana kumjaribu Mungu, maana Mungu hajaribiwi, maana yeye ni kila kitu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo walimjaribu Mungu mara kwa mara, haikuwa mara ya kwanza.
kwa sababu wameshuhudia mkono wa Bwana ukitengeneza njia katika ile Red Sea. Waliweza kushuhudia mkono wa Bwana ukipasua ile River Jordan, na wakaweza kukanyaga mahali pakavu, wakaweza kuvuka. Bwana asifiwe sana. Lakini hata kama waliona hayo, waliweza kumkasirisha Bwana, kwa sababu waliweza kumwekea mipaka na wakaweza kumrimi. Na kwa hivyo ni dhambi na ni makosa na ni maovu. When you are limiting your God. Na kwa hivyo ni maombi yangu jioni ya leo, wewe unayesikiza ujumbe jioni ya leo, ya kwamba hutawekea Mungu mipaka katika jina la Bwana. Maana neno linasema yeye ako na uwezo, sema amen, wa kutenda mambo zaidi ya yale ambayo tunaamini. Ana uwezo wa kutenda mambo zaidi ya yale ambayo tunaomba. He is able to do exceedingly abundantly above what we pray and above what we ask, in the mighty name of the Lord. So to limit is to restrain someone from what they can do. Kwa hivyo wakati Mungu anasema ya kwamba the children of Israel, ama wana wa Israeli, waliweza kumrimi, ni kumaanisha kwamba walizuilia mkono wake usifanye kazi, walizuilia nguvu zake zikaweze kudhihirika, walizuilia neema yake isifanye kazi, walizuilia mkono wake usikaweze kunyosha, kwa sababu katika mawazo yao waliweza kumrimi. Ninaomba jioni ya leo Bwana kusaidie, usilimiti Mungu katika jina la Bwana. Neema yake inaweza kukufikia mahali popote, sema amen. Mkono wa Bwana unaweza kukufikia mahali popote katika jina la Bwana. Ukiwa kama wewe ni Danieli, umewekwa katika shimo in the lion's den, mkono wa Bwana uko na uwezo wa kunyoka pale ukaweze kukuokoa. Kwa hivyo hata kama uko katika tundu la simba, don't limit God whatsoever, in the mighty name of the Lord. Nimekuja kuongea na Joseph ambaye amewekwa katika shimo. Bwana asifiwe sana. Maana wakati ndugu zake waliona ameota, walimchukua. The Bible says they threw him in a pit. Hata kama Bible baadaye inasema mahali walimurusha hakukuwa na maji. Bwana asifiwe sana. Mahali kama hapo, kama umetupwa, kuna neema jioni ya leo ambayo inaokotanga wale wametupwa, inawainua na kuwaheshimisha, inawapaka mafuta, wanapendeka na wanakuwa watu ambao wanaweza kuwa na heshima katika maisha yao katika jina la Bwana. Kwa hivyo don't limit God, because when you limit God, you are restraining him from doing marvelous things. Wakati unamlimit Mungu ni kumzuilia, unamuzuilia. Na kuna watu wengi jioni ya leo wanazuilia Mungu. Mungu angekuwa amekupeleka bali, lakini unamlimit. Ninaomba tuondoe limit in the mighty name of the Lord. Wewe huwezi limit Mungu. Mungu anaweza tumia chochote, sema amen. Mungu anaweza tumia mtu yeyote, hata adui yako anaweza tumika na Bwana akaweza kukuletea msaada. Hata tunaona katika Bible aliweza kutumia wanyama kama kunguru. Kunguru ilipatiwa nyama ikaweza kumpelekea mtumishi wa Bwana Elia. Bwana asifiwe sana. Tunaona pia Elia alitumwa kwa mama mjane ambaye sasa kama ungeulizwa ungesema atumwe kwa tajiri fulani, lakini Mungu alimtuma kwa mama ambaye alikuwa ni mjane, na akamwambia utakaa huko, atakulisha mpaka wakati nitafungua bingu. Bwana asifiwe sana. Na yeye nabii wa Bwana, he did not limit the God of Israel. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingi Mungu amekosa kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia, maana umemwekea mipaka. Wakati mwingi Mungu amekosa kukuponya maisha yako, kwa sababu hata vile unaongea unasema ya kwamba unaona kama haitawezekana. Ninaomba useme inawezekana, because with God all things are possible, in the mighty name of the Lord. Na kwa hivyo Bible inasema wakamjaribu Mungu mara kwa mara, wakimkasirisha yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Kwa hivyo ni kumaanisha when you are limiting God, unamkasirisha Bwana. Ninaomba usikasirishe Mungu tena katika jina la Yesu. Kama amesema anaweza fungua njia mahali ambapo hakuna njia, amini ya kwamba anaweza fungua njia katika jina la Bwana. Kama amesema ya kwamba anaweza yeyusha milima akaweza kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia, wewe amini katika jina la Bwana, maana yeye ni mwaminifu na ahadi zake zote ni ana ni amina katika jina la Bwana. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo Mungu angetaka kufanya katika maisha yako.
kuna vitu Mungu angetaka kutumia katika maisha yako. Kuna kazi fulani Mungu angetaka uifanye ambayo sisi tukiangalia wewe hautaweza. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akikuangalia anaona unaweza, lakini wewe unamwekea boundaries, unamwekea vipimo. Na kwa hivyo ninaomba jioni ya leo, ondoa vipimo zote katika jina la Yesu. Wacha kumwekea Mungu vipimo. Anaweza tufungua njia mahali ambapo hakuna njia. Anaweza sababisha maji ikatoke katika mwamba. Anaweza fungua mbingu, mikate ikaweze kunyesha na wana wa Israeli waokote katika jina la Yesu. Akona uwezo. Mtu afae nguo akitoka kwa Farao atembee miaka 40 jangwani na hiyo nguo haireruki. Bwana asifiwe sana. Amen. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Kwa hivyo they limited him na wakaweza kumkasirisha. Kwa hivyo wakati unalimiti Mungu, Mungu huwa anakasirika kwa sababu unazuilia mkono wake unyoke. Na tuliona siku ya Sunday katika Isaiah 59 ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi, ya kwamba usikaweze kuokoa. Unaweza fika baharini, sema amen. Unaweza fika kwa korokoro, sema amen. Unaweza fika mahali wanadamu wameshindwa kufika. Kwa hivyo don't limit God again in your life, in the mighty name of the Lord. Wacha tuendelee na hiyo fasi nyingine katika jina la Bwana. Hawakukumbuka uwezo wake siku aliyowakomboa kutoka kwa mtesi. Kwa hivyo Bible inasema walilimiti Mungu na kusahau. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati unasahau matendo ya Bwana, wakati unasahau ya kwamba kuna mkono wa Bwana huwa unainua, wakati unasahau ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anawapa nguvu wale ambao wamelemewa, wakati unasahau ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye aliumba kila kitu, ni kumaanisha wewe unafanya Mungu akasirike. Kwa hivyo hawakukumbuka uwezo wake. Kwa hivyo ni kumaanisha when you are limiting God, ni kusahau, unasahau na uwezo wa Bwana katika jina la Bwana. Ninaomba usisahau na nguvu za Bwana katika jina la Bwana. Nguvu za Bwana zinaweza fanya kazi usiku, zinaweza fanya kazi kwa jela, zinaweza fanya kazi kwa ICU katika jina la Bwana. Na kwa hiyo hawakukumbuka uwezo wake. Kwa hivyo kama unataka usimulimiti Mungu tena, ni vizuri kila wakati ukaweza kukumbuka uwezo wake. They remembered not his hand. Yani Bible ya Kizungu inasema hawakukumbuka mkono wake, nor the day when he delivered them from the enemy. Kwa hivyo wakati hata unasahau yale mambo ambayo Mungu amekufanyia, ni kumaanisha unamwekea mipaka. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ninaomba jioni ya leo uhesabu baraka moja kwa ingine yale mambo ambayo Mungu amekufanyia. Ni kumaanisha kama alikuponya wakati wa corona, hata wakati huu atakuponya katika jina la Bwana. Kama ulisurvive mwaka wa corona na hii miaka ingine hakuna corona, you can survive in the mighty name of the Lord. Na kwa hivyo Bible inasema they remembered not his hand. Ninaomba usisahau na mkono wa Bwana ambao unainua watu katika jina la Bwana. Maana Bible inaituambia Sunday katika kitabu cha Peter ya kwamba tunyenyekee katika mkono hodari wa Bwana ili tukaweze kuinuliwa wakati wake ukifika. Kila mtu ako na majira yake ambayo Mungu amepanga kukuinua. Na kwa hivyo ni vizuri kila wakati you remember the hand of God, know the day when he delivered them from the enemy. Kuna watu hapa Mungu ametuponya magonjwa makubwa. Kuna watu hapa Mungu alitenda muujiza mpaka ulikuwa unasema hata hukuamini ni Mungu. Ndio, ni vizuri uamini ni yeye katika jina la Bwana. Na kwa nini sasa hiyo jambo unapitia unalimiti Mungu? Kwa nini unamwekea Mungu mipaka? Kwa hiyo hali yako jioni ya leo, naomba Bwana aachilie neema yake jioni ya leo katika jina la Yesu, ukaweze kuondoa kila limit ambayo umemwekea Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo hawakukumbuka ile siku Mungu aliwakomboa kutoka kwa mtezi. Verse 43. Bible inasema siku aliyoonyesha ishara zake za ajabu huko Misri, maajabu yake huko Zayoni. How he had wrought his signs in Egypt and his wonders in the video of Zoar.
unaona Mungu alinyosha mkono wake akafanya yale zile sign ama yale mapigo. Bwana siwe sana. Waliona bahari ya Shamu, maji ikisimama pande hii na maji ikisimama pande ile. Sasa wakati wamekosa maji jangwani, wanaanza kulalamika, wanasahau hata hiyo maji, wanalia iliweza kusimamishwa kama ukuta na wakaweza kuvuka. Ninaomba jioni ya leo usisahau na yale mambo hapo ya Mungu amekufanyia, in the mighty name of the Lord. Ndio Zaburi 103 na kutoka mstari wa kwanza, Daudi anasema, nafsi yangu msifu Bwana, na chochote kilicho ndani yangu lihimidi jina lake. Usisahau na faida zake zote. Bwana asifiwe. Ninaomba mpendwa usisahau, in the mighty name of the Lord. Maana anytime you forget ni kumaanisha unamlimi. May God help us tonight in Jesus name. Usikaweza kusahau siku aliyonyosha ishara, how he wrote the signs in Egypt and his wonders in the video of Zoar. Haya yote wana wa Israeli waliweza kusahau, na kwa hivyo wakati walisahau, Mungu kwake aliona wanamlimi. Mungu kwake aliona wanamwekea boundary, wanaona kana kwamba hiyo wanapitia wakati huo haitawezekana. Na kwa hivyo ni vizuri kila wakati ukakumbuke yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yako, in the mighty name of the Lord. Yes, again and again they tempted God. No one of us has exhausted God's ability. Hakuna mtu mmoja, hakuna mtu hapa ambaye ametumia nguvu za Bwana zote, ya kwamba sasa tuseme umetumia ability ya Mungu yote, ati hakuna muujiza mwingine unaweza tendeka. Bwana tuwe sana. Mungu hapungukiwi na nguvu. Pigia yeye makofi katika jina la Yesu. So don't limit God. You have not exhausted God's ability. You have not exhausted the resources of God. You have not exhausted the power of God. Bwana siwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Mungu bado ako na ability ya kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Mungu bado ako na power ya kufungua mlango ambao unamwaminia. Sema amen. Mungu bado ako na ability ya kuleta uponyaji katika maisha yako katika jina la Bwana. Mungu pia ako na ability ya kupigana vita zako katika jina la Yesu. Na kwa hivyo don't limit God, in the mighty name of the Lord. Pigia yeye makofi jioni ya leo, in the name of the Lord. Kwa hivyo you have not exhausted the ability of God. Ndio sasa ukaanza kumwekea mipaka. God cannot be compared with anyone or anything. Ni vizuri ukaweza kuelewa, you cannot compare God with anyone. You cannot compare God with anyone. Bwana asifiwe. Kwa hivyo don't compare God with anyone, or don't compare God with anything. God is huge. He wants us to believe for bigger things. Mungu ni mkuu. Mungu ni wa ajabu. Anataka umwaminie mambo makubwa katika maisha yako katika jina la Bwana. Muaminie Mungu mambo makubwa. Nena mambo makubwa in your life. Bwana siwe sana. Unajua wakati mwingi ni tukiendelea tutaona Bible inasema, so as man thinketh so he is. Vile mtu hufikiria anakuwaga hivyo. Bwana siwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kumwaminia Mungu mambo makubwa katika maisha yako. Ni vizuri kumwaminia Bwana hiyo hali yako ambayo unaona ni gumu jioni ya leo. Na ninaomba jioni ya leo tukitoka hapa, mkono wa Bwana utatufanyia kazi, in the name of Jesus. Kwa hivyo God is huge. He wants us to believe for bigger things, but most of us believe for small things. Lakini wengi wetu huwa tunaamini mambo madogo, na ndio unaonaga watumishi wa Bwana huwa wanaongea mambo makubwa. Unasikia mtumishi akisema atanunua ndege, atajenga kadhoro ya watu 5,000. Amen. Na ukimwangalia ongea ukuu wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba jioni ya leo uanze kuongea mambo makubwa katika jina la Yesu. Don't limit who God is. Pigia Bwana makofi. Don't limit who God is. Yani usimulimit Mungu vile alivyo. Don't limit what God can do. Usilimit kile ambacho Mungu anaweza fanya. Kama sasa tukitoka hapa, jambo lolote linaweza fanyika. Mungu anaweza kufungulia mlango. Mungu anaweza tumia adui yako akaweza kukubariki. Mungu anaweza fungua mlango
ambao unatarajia akaweze kufungua, na wakati mwingine njia ambayo Mungu atatumia sio ile njia ulikuwa unatarajia. Bwana asifiwe. Maana njia zetu na zake ni tofauti, na mawazo yako na yake ni tofauti. Kwa hivyo don't limit God, stop limiting God. Don't limit God ability. Usikaweze kulimit ability ya Mungu ama power ya Bwana katika jina la Yesu. Naomba tuwekewe katika Isaia 40 na ule mstari wa 25. In the mighty name of the Lord. Isaia 40:25 mpaka 26, na tutaweza kubarikiwa tunapoendelea na neno la Bwana. Kwa hivyo stop limiting God. Wacha kumwekea Mungu mipaka. Wacha kuona kana kwamba kuna mambo haiwezekani. Ni vizuri sasa uamini ya kwamba with God all things are possible katika jina la Yesu. Bible inauliza hivi, utanilinganisha mimi na nani? Au ni nani anayelingana nami? Asema yeye aliye mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Mungu sasa anauliza. Hili ni swali ya kwamba Mungu anauliza utanilinganisha mimi na nani? Bwana asifiwe sana. Na watu wengi hapa tunalinganisha Mungu na vitu, na kwa hivyo tunaonywa tusiwahi linganisha Mungu na mtu yeyote. Au ni nani aliyelingana nami? Asema yeye aliye mtakatifu. To whom then will you liken me? Or shall I be equal, says the Lord? Ama nitatoshana na mtu? Twende fasi hiyo ingine. Niwekea Kiswahili. Amen. Inueni macho yenu mtazame mbinguni. Ni nani aliyeziumba hivi vyote? Yeye aletaye ije jeshi la nyota moja baada ya ingine. Na kwa hivyo kama unataka usimulimiti Bwana, ni vizuri uinue macho yako mbinguni katika jina la Bwana. Ndio Daudi anasema ya kwamba nimeangalia kila mahali. Anauliza, je, where does my help come from? Anasema msaada wangu hautoki milimani. Msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Na kwa hivyo ni wakati wako msikilizaji wangu ukaweze kuinua macho yako mbinguni katika jina la Bwana. Maana msaada wako unatoka wapi? Inueni macho yenu. Salimia mwenzako na high five. Mwambie inua macho yako mbinguni katika jina la Bwana. Lazima uondoe macho yako kwa wanadamu. Lazima uondoe macho yako kwa hiyo hali ambayo unapitia. Unajua hata mtu akiwa mgonjwa huwa unafikiria sana kuhusu ugonjwa. Mtu akiwa jera anaonaga kama hata toboa, anaonaga kama mazizi yake itaweza kufanyika. Na kwa hivyo ni vizuri uondoe mawazo yako kwa kile ambacho unapitia. Uinue macho yako kwa Bwana katika jina la Bwana. Inueni macho yenu mkaweza kutazama mbinguni. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Tunaambiwa tuinue macho yetu tukaweza kutazama mbinguni, maana huko ndio msaada wetu ulipo. Huko ndio msaada wetu unatoka. Ni nani aliyeumba hivi vyote? Aletaye jeshi lake la nyota moja baada ya ingine, na kusiita kila moja kwa jina lake, kwa sababu ya uwezo wake mkuu na nguvu zake kuu. Unaona, kwa sababu ya uwezo wake na nguvu zake kuu hakuna hata mojawapo inayokosekana. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba Mungu huwa anaita nyota hizi za mbinguni, amepatia nyota majina na huwa anaziita na majina, na hakuna hata moja ambayo inakosekana katika jina la Bwana. Na kwa hivyo hii inatuonyesha nguvu za Bwana. Hii verse inatuonyesha ability ama zile nguvu ambazo Mungu ako nazo. Na kwa hivyo ukimuondolea kumulime, atatumia hizo nguvu kukuinua, atatumia hizo nguvu kukupigania, atatumia hizo nguvu kukufungulia milango katika jina la Bwana. Pigia yeye makofi in the name of the Lord. Niwekee katika kitabu cha Yeremia 32 na ule mstari wa 27. Yeremia 32 na mstari wake wa 27 katika jina la Bwana. Kwa hivyo usilimiti Mungu tena. Ni vizuri ukaweze kumwamini. Hiyo hali yako ambayo unaona ni gumu, hiyo hali ambayo unaona hiyo jambo ambalo unaona haiwezekani, nimekuja kutangaza jioni ya leo inawezekana katika jina la Bwana. Mimi ndimi Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo lolote lililo gumu nisiloliweza? Ni swali tena linaulizwa. Behold, I am the Lord, the God of all the flesh. Mungu sasa anajieleza katika wakati wa Yeremia. Anasema yeye ndiye Bwana Mungu wa wote wenye mwili.
Sema amen. Je, kuna jambo lolote lililo gumu mimi ambalo nisiloliweza? Kwa hivyo Mungu anauliza kama kuna jambo lolote ambalo ni gumu, ambalo lele asiloweza. Na kwa hivyo tunaona even in the New Testament ya kwamba with God all things are possible in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo hakuna lile haliwezekani katika jina la Bwana. Masikini anaweza kuwa tajiri katika jina la Yesu. Yule aliyeandikiwa kufa, Mungu anaweza ondoa mauti akaweza kuleta uhai katika jina la Bwana. Mungu anaweza tembea kwa jela akaweza kufungua wale ambao wamewekwa pale katika jina la Bwana. Wale mumekaa katika hali ya chini, Mungu akona neema ya kuwainua katika jina la Bwana kama utamwamini jioni ya leo. Behold, I am the Lord, the God of all the flesh. Is there anything too hard for me? Hiyo ni swali ambayo sasa, na kwa hivyo hakuna katika jina la Bwana. How do we limit God? Kama unaandika uandike, how do we limit God? Huwa tuna limit Mungu na njia gani? Number one, we limit God by comparing ourselves with others. We limit God through comparing ourselves with other people. Yani huwa tuna limit Mungu wakati unajifananisha na mtu mwingine, wakati unafananisha biashara yako na ya mtu mwingine, wakati unafananisha ndoa yako na ya mtu mwingine, wakati unafananisha maisha yako na ya mtu mwingine, ni kumaanisha ya kwamba una limit Mungu. Na kwa hivyo ninawaonya jioni ya leo kama mchungaji wenu na kama mtumishi wa Bwana, don't ever compare yourself with others in the mighty name of the Lord. You are unique. Sema amen. You are fearfully and wonderfully made in the mighty name of the Lord. Mungu akona baraka zako, na baraka zako sio kama za huyu ambaye unatamani katika jina la Bwana. Sema amen. Na ndio unaona katika dunia yote hakuna mtu ambaye anafanana na mwingine. Ninasikiaga hata hizi vidole ukiweka rangi hata iende ipelekwe wapi, hakuna mtu mwingine duniani hiyo nini yako inaweza kuwa kama yake. Bwana asifiwe sana. Because you are unique in the eyes of God. Kwa hivyo don't limit God again. Don't compare yourself. Don't have comparison. Wacha kujifananisha na mtu mwingine. Wacha kufananisha biashara yako na huyo mtu mwingine. Ninawaona jioni ya leo katika jina la Bwana. Hiyo ni dhambi na ni makosa ya kwamba ati unaambia Mungu ati afadhali ningezaliwa kwa boma fulani, ati afadhali ingekuwa hivi. Hapana. Don't compare yourself with other person katika jina la Bwana. Huyo akona baraka yake na wewe ukona baraka yako katika jina la Bwana. Huyo kuna vile Mungu anambariki na wewe kuna vile Mungu atakubariki. Kwa hivyo don't limit God through comparing yourself with other people. We're gonna read the book of Numbers chapter 13 na mstari wa 33. Tutasoma katika Hesabu mlango wa 13 na mstari wa 33. Na hii ni dhambi ambayo watu wengi wanafanya. Hata kuna watu huwa wanafananisha pasta wao na pasta mwingine. Hata kuna wakati mwingine huwa tunafananisha kanisa letu na kanisa zingine. Hapa kuna neema tofauti. Pasta wenu akona neema tofauti. Sema amen. Naye huyo mwingine akona neema tofauti. Pasta wenu akona vipawa tofauti na huyo mwingine akona gift tofauti. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni dhambi na ni makosa wakati unajifananisha, wakati unafananisha watoto wako ya kwamba unachapa watoto wako wazee, unawaambia afadhali mungepita mtihani kama watoto wa jirani, afadhali mungekuwa kama Bwana asifiwe. Don't do that. When you are doing that, you are putting a limit. You are limiting your God. Na ni dhambi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo wakati wapelelezi walitumwa wakaweza kupeleleza ile nchi ya Canaan. Wakati walienda walitumwa watu 12, na katika kabila 12 kila kabila lilitoa mtu mmoja. Na kwa hivyo wakati walienda waliweza kufika na wakaangalia, wakaona nchi ilikuwa nzuri, wakaona hiyo asali iko, wakaona zabibu ziko, wakaona zile nyumba waliahidiwa ambazo hawajajenga ziko. Bwana asifiwe sana. Lakini waliporudi walikuwa grupu mbili. Kulikuwa na grupu moja ya watu 10 ambao ndio walileta hii habari. Alafu kulikuwa na grupu ingine ya Caleb na Joshua mwana wa Yefune ambao ni watu wawili.
ambao hawa wawili walisema tusoge, tuko na uwezo wa kumiliki ile hali, ile nchi. Bwana sifiwe. Lakini hawa wengine 10 kuna vile walienda wakafanya, na ndio nataka tusome. Tuliwaona wanafeli huko, wazao wa Anaki watokana na wanafeli. Tulijiona kama panzi machoni petu wenyewe, nao ndivyo walivyotuona. Sikiza vile wanasema, and they we saw the giant, the sons of Anak, which came of the giant, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Bwana siwe sana. Sio kuabiwa, wameabiwa. Bwana siwe sana. Ni wao wanajisemea. Kwa njia ingine wanasema ya kwamba wakati tulienda tuliweza kujipimanisha, tuliweza kujipima na tukapima wale, na kipimo kilionyesha hii ya kwamba wale ni majitu, na kwa hivyo hatuwezani na wao, na kwa hivyo hata kulingana na hiyo kipimo wale ni majitu na sisi ni grasshopper. Praise God. Kwa hivyo unaona sasa kuna hatari when you are comparing yourself na watu wengine. Hawa wapelelezi 10 waliweza kujifanya comparison na wale majitu, na kwa hivyo wakasema ya kwamba walijiona sasa kama grasshoppers, na wakaona sasa, na wanasema hata wao walituona hivyo. Unaona hata wanaongea mambo ambayo wale hawajaongea, maana wale hawajasema vile wanaona hawa ndio wanasema vile wale wanawao. Bwana sife sana, kwa sababu ya kuigiwa na roho ya comparison. Na hii ni dhambi ambayo inafanya watu wengi wakaweza kurudi katika Misri. Hii ni dhambi ambayo inafanywa hata na wamama wanatoka kwa ndoa zao, wanaona ya kwamba ndoa zao hasiendelee vizuri, baraka zimekaa sana, na kwa hivyo mama anaamua kutoka kwa sababu kuna kitu imemuigia. Anafananisha familia yake na ya mtu mwingine. Ninaomba jioni ya leo Mungu akusaidie in the mighty name of the Lord. Don't limit God again in the mighty name of the Lord. Usimlimit Mungu tena. Don't compare yourself na mtu mwingine katika jina la Bwana. Sema amen. Number 2, we limit God with our prayers. Unasikia Minister Anthony ya kwamba huwa tunalimit Mungu kupitia kwa maombi, na Mungu anataka tuombe mambo makubwa. Mungu anataka tumwamini na mambo makubwa, lakini tunaendaga mbele za Bwana tunamlimit na ile maombi ambayo tunaomba. Na kwa hivyo nataka tusome katika John chapter 14 verse 13 and 14. Yohana 14 mstari wa 13 na ule wa 14 katika jina la Yesu. So we limit God with our prayers. Na kwa hivyo kuna watu wengi sana hapa wanalimit Mungu. Hata mtu akisikiza ile mambo ambayo unaomba, ile maombi ambayo unaomba, inakuwa ni maombi kama ni ya mtu ambaye ameokoka juzi. Omba maombi ya mambo makubwa. Sema amen. Omba vitu kubwa. Bwana sifiwe sana. Omba milango mikubwa ikufungukie katika jina la Bwana. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo ndilo nitalolifanya. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa katika Bwana. Praise God. Yakoba, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo ndilo. Yakoba, mkiomba lolote. Bible inasema tuombe lolote. Hebu nisalimieni kanisa katika jina la Bwana. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Bible haituwekei mipaka, inasema tuombe chochote. Amen. Whatsoever we pray, hiyo ndio tutapatiwa. Lakini wakati mwingine mawazo yetu inatulimi, tunaenda mbele za Bwana kuomba vitu vidogo. Na kwa hivyo ninaomba jioni ya leo usimlimit Mungu na maombi yako katika jina la Yesu. Don't again limit God with your prayer. What you pray reflect what you believe about God. Yakoba, kile unaomba huwa ina reflect kile ambacho what you believe about God. What you pray reflect what you believe about God. You should pray bold, mountain moving prayers. Bwana sifiwe sana. Unastahili kuomba na ujasiri. Uombe maombi ya kuhamisha milima, maana Yesu aliwaambia mkiwa na imani dogo
kama mbegu ya haradali mtahamisha milima katika jina la Bwana. Kwa hivyo anza kuomba maombi ya kuyeyusha milima za Badia. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Uombe maombi ambayo ni ya kuhamisha milima. Na Yesu aliwaonyesha, maana kuna wakati aliona mti akatumana matunda ikaweza kuchuniwa, na wakati wamerudi wakasema ya kwamba hakuna matunda, akasema wewe mti kauka. Na wakirudi jioni wanafunzi waliweza kushangaa, maana ule mti umekauka, hata mizizi ilikuwa imekauka. Wewe ni wapi ulisikia mti unaweza kauka na siku moja na huko umeaguka? Yani mti unaaguka, unakauka na umepandwa. May God help us in Jesus name. Na kwa hivyo don't limit God through your prayers. So how you pray reflect how you believe about God. You should pray bold. Tunastahili kuomba na ujasiri. Na kwa hivyo ni vizuri hata wakati mwingine unaomba Mungu akupe neema ya kuomba kwa ujasiri. Wakati mwingine maombi mengine inataka uombe na boldness. Sema amen. Na ndio tulisoma on Sunday katika Matendo ya Mitume chapter 4 na chapter 2 ya kwamba waliomba God give us boldness ili tukaweza kuongea neno lako kwa ujasiri. Na wakati walipatiwa ujasiri, sema amen, waliongea neno la Bwana wakiwa na power katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni vizuri uwe unaomba na that boldness in the mighty name of the Lord. Usiombe kana kwamba ni time unapoteza. Unaomba ukiamini ya kwamba hiyo ambayo unaomba Mungu ataweza kukupatia. Kwa hivyo nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo ndilo nitakalo lifanya. Bwana asifiwe sana. Unasema Mungu haja kubariki. Je, umeomba akubariki? Uliza mwenzako, je, umeomba akubariki? Umeomba ya kwamba unasema hauna pesa. Je, unafanya kazi ndio pesa igie? Unasema ya kwamba Mungu haja kupatia kipawa ndio ya Roho Mtakatifu. Je, umesafisha roho yako ndio Roho ashuke akupatia kipawa? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunalimiti Mungu na maombi. Na kwa hivyo ninaomba kutoka siku ya leo, na ndio unaona mkutano wa maombi watu hawakujagi, maana watu bado hawajaamini maombi. Ninaomba uamini maombi in the mighty name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Tukiitana hapa Kegosho Night, utaona hata majirani watajaa nje. Watu wakuja hapa warukaruke. Na ndio mimi sipendi vitu hizo. Ate Meneza Anthony, ate tuwe Kegosho Night hapa. Hiyo ni vitu ambayo mtagoja sana. Mimi sina hiyo neema. Hakuna haja atukuje huku ate tunakunywa maji pale na mutugi ate kwa sababu tumesweli. Na hakuna maombi tumeomba. Inaweza kuwa kama ni disco tunafanya hapa. Unajua tukiwa wadogo huko nyumba ikiwekwa ikijengwa tulikuwa tunaenda disco kwa sababu ile nyumba ilikuwaga ya mato ama Meneza Anthony huku kuta. Silikuwaga sasa ndio imewekwa matope. Tulikuwa tunaenda kule ile sahani inawekwa, tunashikana huko tunakula wimbo, ndio sasa tukaweza kufungua nyumba. Sasa tukitoka pale tumechoka, lakini sio Mungu tumesifu na hakuna kitu ambacho tumesaidia nayo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri ukaweza kuamini prayers in the mighty name of the Lord. Unasema haujabarikiwa. Je, unaomba masaa mangapi kwa siku? Unasema ya kwamba Mungu akutetee. Je, umemwambia Mungu akutetee? Unasema ya kwamba Mungu hajafungua mlango. Je, umemwambia Mungu umegoga mara ngapi ndio useme hajafungua? Bwana asifiwe sana. Umegoga mara ngapi ndio uanze kusema ya kwamba Mungu hafungui? Na yeye anasema ubishe na atafungua. Kwa hivyo uligoga kidogo halafu ukaweza kuondoka. Wewe rudi pale ugoge na ugoje. Ambia mwenzako goga na ugoje katika jina la Bwana. Maana sasa ukigoga halafu uende, yule ambaye anafanyaka hivyo ni mtu ambaye sio mzuri. Ukigoga gojea mwenye nyumba akufungulie katika jina la Bwana. Na kwa hivyo we limit God through our prayers. Bwana asifiwe sana. Na ndio unaona hata sasa ile ni sali moja tunakuwa na maombi. Wengine hata wanaangaiaga simu wakiwa kwa nyumba. Wacha nikute akina pasa wamegoga hiyo wana wakiliaga. Okay, ndio tutaendelea na kukiria. Nawe kuna neema ambayo hautawahi pata. Bwana asifiwe sana. Na neema tunajuaga uko nayo ukisimama hapa katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo ni vizuri unakuja maombi kama unaamini ya kwamba Mungu anaweza fanya lolote, kuja uombe katika jina la Bwana. Maana Mungu hatajibu ile maombi ambayo hujaomba. Praise God. Mungu huwa anajibu the prayers ambayo umeomba. Bwana asifiwe. Ni wangapi hapa wanaamini maombi?
Kwa hivyo sasa kama unaomba dakika 5, sasa kwa nini unaomba dakika 5? Mkristo ambaye ni dhaifu anastahili kuomba masaa mangapi? 1 hour. Maana Yesu katika shamba la Gethsemane aliuliza akina Peter, je, hamwezi omba hata 1 hour? Praise God. Hamwezi omba pamoja na mimi ni sali moja? Tena akaenda akakuta tena wamelala. Sasa walikuwa wanapatia Yesu kazi gumu kama ile ambayo mnanipatianga ya kushinda nikiwaamusha kuwapepeta ndio niwafufue. Bwana sifiwe sana. Ninaomba Bwana tusaidie. Don't limit God through prayer. Omba mambo makubwa. Omba maombi ya kumove mountain in the mighty name of the Lord. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. You should pray bold mountain moving prayers. If not, you are limiting God. Kama unaomba mambo madogo ni kumaanisha unamwekea Mungu mipaka. Number 3, we limit God through our unbelief. Huwa tunamwekea Mungu mipaka kwa kutoamini. Maana kila wakati Mungu anasema tuamini, lakini tunakuwa na a lot of unbelief. Roho ya kutoamini inatutawala, na hiyo roho huwa inalimiti Mungu katika maisha yako. Ya kwamba Mungu amesema atatengeneza njia, wewe unauliza asere kuongea ukweli. Tangu lini ukuta unaweza aguka kama mtu hajatumia nyundo ama katabira akaweza kuiagusha? Bwana asifiwe. Kwa hivyo we limit God through our unbelief. Na kwa hivyo na tuwekewe Mathayo 13 na mstari wa 58. Matthew 13, Mathayo 13 na mstari wa 58 katika jina la Bwana. We limit God through our unbelief. Jesus was not able to do miracles because of the unbelief. Yani Yesu ameenda tu aponye watu, ametokelezea pale afugue watu, ametokelezea pale abadilishe destiny za watu, ametokelezea pale ainue watu. Bwana asifiwe. Lakini sasa walimfuga mikono, walimulime, na kwa hivyo tu walienda tu akapita. Bwana asifiwe sana. Lakini alikuwa na nguvu ya kutenda mambo makubwa, naye hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutoamini kwao. Kwa hivyo wakati unakuwa na spirit of unbelief, unalimit Mungu, anakupatia miujiza kama dawa. Unaona ile dawa ambayo tunapatiaga watoto. Bwana asifiwe. Hata kuna msemo ukabani unasema dawa ya kuponya ati nini? Haikuwa kimingi, ni kidogo tu alafu mtu anapona. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa Bible inasema hakufanya miujiza mingi. Kwa hivyo alikuwa na neema ya kuwafanyia mambo makubwa, lakini akiwaangalia wanamlimit, na kile ambacho wanamlimit nacho sio dhambi wamefanya, ni kutoamini. Bwana asifiwe sana. Naomba uondoe the spirit of unbelief in your life in Jesus name. Kama Mungu ameahidi atakutembelea, amini atakutembelea katika jina la Bwana. Kama Mungu amesema atakuheshimisha, amini atakuheshimisha zalabada katika jina la Bwana. Kama Mungu amesema ya kwamba you will be great kama Abrahamu, ni vizuri ukaweze kuamini katika jina la Bwana. Na ndio unaona mtu kama Abrahamu hakuwa na spirit of unbelief. Yeye aliamini. Anaambiwa na Mungu atoke katika nchi yao, atoke kwa watu wao, na yeye hata haulizi anaenda wapi. Wewe ushawahi toka kwa nyumba na ujui unaenda wapi? Abrahamu alitoka kwao akaenda nchi ya ugeni bila kujua anaenda wapi, lakini aliamini Bwana. Maana roho ya kutoamini alikuwa amedilu nayo katika jina la Bwana. Hakulimit Mungu katika maisha yake. Na kwa hivyo wengine wenu hapa mngekuwa bali, lakini mnaendelea na kulimit Mungu. Maombi hamukuji. Bwana sifiwe. Tukienda fasting, unaona sasa kama wakati tumekuwa na maombi hapa, kuna mtu haja kuja. How do you export God? Unajua wakati mwingine tunabebaga Mungu kama nani? Tunachukuaga mambo ya Mungu namna gani? Bwana sifiwe. Hebu nisalimieni katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo ni vizuri sasa tukaweze kujua kanuni na masharti ya Bwana katika jina la Bwana. Kwa hivyo hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutoamini kwao. He did not many mighty works there because of their unbelief. Akafanya mambo makubwa, akaponya watu wengi, akaponya magonjwa makubwa, akawafungulia milango, akawaheshimisha, akabadilisha majina yao. Lakini wapi? The spirit of unbelief imemlimit.
Bwana siwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe, wakati roho ya kutoamini inakutembelea ama umeshindwa kukabiliana nayo, unamlimit Mungu. Hata kuna watu hapa, hata saa hii naongea, unasikia uko bali sana, na hivyo uko bali ndivyo hata baraka zako zipo. Bwana siwe sana. Because hakuna kitu utapokea kama haujakiona na jicho la ndani. Bwana siwe sana. Praise God. Elijah ndio kunyeshe, alisema amesikia nini? Amesikia sauti ya nini? Wewe umeshawa mvua inakuwa na sauti? Elia alisikia na akasema nimesikia sauti kuu. Yeye hakuja hasa kunyesha, lakini akasema aenda mwambie Ahabu aingie apande farasi aende, maana nimesikia sauti ya mvua kubwa. Na mara hiyo mawingu ikaanza kubadilika. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo ninaomba uondoe roho ya kutoamini katika jina la Bwana. Uamini kile Mungu amesema atafanya in your life in Jesus name. Uamini ahadi ambazo Bwana amekuahidia in your life in the name of Jesus. Amesema utakuwa kichwa, hautakuwa mkia. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. So hiyo ingine, we limit God with our words. Huwa tunalimit Mungu kupitia kwa maneno yetu, vile tunaongea, vile unaongeaga sana. Na hiyo kuongea sana hata sio Mungu unatukuza. Unaongea kushindwa, unaongea kuremewa, unaongea mambo ambayo ni opposite na neno la Bwana. Na kwa hivyo when you are doing that, you are limiting God bila kujua. Praise God. Na kwa hivyo nataka tusome katika Proverbs 18 and verse 21. Proverbs ni Mithali 18 na 21. So we limit God with our words. Unalimit Mungu na maneno. Amesema ya kwamba hivi, na wewe unanena kitu kingine. Mauti na uzima vimo katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Kwa hivyo kuna matunda unastahili ukule ya mdomo wa. Lakini kumbuka, matunda inaweza kuwa mazuri ama inaweza kuwa mabaya. Inategemea na yale maneno ambayo wewe huwa unaongea. Na watu wengi wamelimit Mungu katika maisha yao. Watu wengi wamelimit Mungu katika familia zao. Kwa sababu ya nini? Ya maneno ya midomo yao. Ndio Bible inasema mauti na uzima zimo katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Death and life are in the power of the tongue. Uzima na kifo. Bwana asifiwe sana. Uzima na uzima, mauti na uzima zimo katika ulimi. Kwa hivyo ni vizuri uangalie sana yale maneno ambayo unanena kuhusu maisha yako. Uangalie sana yale maneno ambayo unanena kwa kanisa lako. Asere huwezi ongea mambo mabaya hii madhabahu, alafu sasa ukuje hapa ati nikuombe. Hata nikikupaka mafuta chupa moja hakuna kitu itatendeka, maana tayari umepiga hiyo madhabahu, umepiga hiyo madhabahu. Ukipiga pasta alafu sasa ukuje hapa ukiwa mgonjwa, ni kumaanisha hata nikikuombea hautapona. Kuna mzee hapa ameniamukia jana, ameleta mtoto hapa ambaye alikuwa mgonjwa. Na huyo mzee sio wa hapa, anasoma kule kwa our archbishop. Na nimesukia wakati alikuja, kuna haya maneno aliniambia, pastor, mtoto huyu ako hivi, macho ilikuwa inakaa kama unaona mtoto kabisa ameweza kufamiwa. Na kwa hivyo nikamwambia sasa tuombe mtoto. Akaniambia, pastor, ninakuamini. Praise God. Na kwa hivyo asubuhi nikiamua kuangalia simu, akaniambia, pastor, mtoto saa 12 alikuwa anaitisha chakula. Alikuwa anaitisha chakula na kukula, akatoka nje anaambiwa bado giza iko, arudi agoje. Yeye anasikia kucheza hata ile hiyo siku amekuwa mgonjwa. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Wakati niliangalia huyo mzee, nilisikiza maneno yake. Aliniambia, pasa, mimi nakuamini, maana kila wakati nimekuja kwa haya madhabahu ukiomba muujiza huu unafanya nini? Nilimwambia hivi, Minister Anthony, hata kwa maneno ya kinywa chako twende kwa madhabahu. Akapiga magoti hapa. Bwana sifiwe. Nikamwambia sasa kuju mtoto, na akaniambia mtoto anakataa kuwekelewa mkono kwa maana yeye amegagana na yeye usiku amwekelee mkono. Sasa wakati nimemtoa kakofia nikamwekelea, mtoto ananiangalia tu, mtoto haongei. Kwa hivyo mikono ilimkubali. Kipigia Bwana makofi. Na kwa hivyo nikamwombea, nikamwambia sasa piga magoti
na hiyo unapiga sio yako, unapiga kwa niaba ya mtoto, na mtoto amepona katika jina la Bwana. Praise God. Na yeye huyo mzee ambaye aliniambia hivi, anaamini neema ya hapa. Bwana siwe sana. Akaniambia, pasa, nimesema sitasumbuka, sitaenda kazi. Sema amen. Nitamuleta hapa tukakutana na hii ikatendeka. Bwana siwe sana. Lakini unaona uponyaji ulianza wakati alianza kusema ya kwamba anaamini mtumishi, anaamini neema ya madhabahu, anaamini neno la Bwana, anaamini kuna uponyaji katika Yesu Kristo katika jina la Bwana. Na kwa hivyo sasa wakati aliongea hivyo, akaondoa any limitation, akaondoa any doubt ama mashaka yoyote ambayo inaweza sema mtoto sasa hatapona. Praise God. Akakabiliana nayo. Na kwa hivyo hasa kuongea vizuri katika jina la Bwana, hasa kuongea ushindi in the mighty name of the Lord. Wale mnatafuta kazi, hasa kuongea kama mtu ambaye ameajiriwa katika jina la Bwana, hasa kutembea na kibeti kama mtu ambaye anaenda kazi. Hata kama unakuja kanisani, hapana kuja na karatasi ya paper bag kama shosho. Si unatafuta kazi? Jana si unatafuta kazi? Kuja na bag. Hamutasema amen? Mauti na uzima zimo katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Kwa hivyo kuna watu wanakula matunda mabaya kwa sababu walilimit Mungu kwa maisha yao. Bwana siwe sana. Ulisema hata hii ndoa yako ni kujisukumia tu. Kwanza wewe ulisema namna hiyo, utavute sadaka ya kujitakaza. Bwana siwe sana. Ate ulisema wewe ni kufanya nini? Kwa hiyo ndoa ni kujisukumia tu. Ukasema kama hata kuna Bwana siwe sana. Nisikia kuna watu walikuwa na mjadala, wakasema kama inaweza semekana hivi na hivi, kunaweza kuwa hivi na hivi. Nasi ninaomba Bwana tusaidie katika jina la Bwana. Nisalimieni the mighty name of the Lord. Kuna watu hata wamesema hata hii Nairobi vile huko ni kujikaza, na tuanze kutumia hizi lugha za mtaani. Hata unaulizwa na Mungu na mtu unaendelea namna gani, unasema unajikaza wewe ni nani, ukienda wapi? Hata unaulizwa na mtu uje unaweka kazi inaendelea namna gani, unasema unasukuma ndio ufanye nini? Usema unafanya kazi. Usiseme unajaribu. Haukuanza biashara ujaribu, ulifungua biashara uuze katika jina la Yesu. Na hiyo madisi tutakula hata na baridi. Mungu atatuambia tukule na baridi. Pigia Bwana makofi Jesus name, ili akupatie mkate wa kila siku katika jina la Bwana. Maana ukitoka kwa nyumba ulimwambia Mungu, nipatie mkate wa siku ya leo, na Yesu amesema I will give you the daily bread. Sasa tutakula madisi hata kama kuna baridi. Utaona tu tutakula. Kwa hivyo don't limit God through your words. Na kuna watu hapa wameongea mambo mengi sana hata kuhusu maisha yao. Hata wengine mmesema afadhali haukeolewa na huyo mzee wako na bado mko na yeye, na ndio unaanza kuona kama ni kimutu kingine. Maana hata vile uliongea ulisema hata ukiangalia kirohoni ate humonagi wewe, na uko hapa ulisema humonagi. Unaona vile mama mmenyamaza. Kwa hivyo kuna dhambi mtatubu jioni ya leo katika jina la Bwana. Praise God. Nisalimieni katika jina la Bwana. Lazima umuone na ukubali huyo ndiye, uanze kuongea maneno ya kumbadilisha. Maana sasa huwezi, unajua ndoa sio kama nguo, hauwezi badilisha, hauwezi change. Ukinunua imeraruka, ukioleka na mtu ameraruka. Ni wewe utafute viraka, umweke viraka, umushone katika jina la Bwana. Lakini nguo unaweza aenda kwa nguo nyingine ukate kakiraka ukaweza kuweka. Si tukiwa kwa shule ungefikiria hiyo kinyadha ate ni maridadi. Zimewekwa redi hapa na yeru na blue pande zote kwa sababu ya viraka. Sasa ulikuwa unaona kama ni design nyingine. Lakini sasa tulisoma na tukamaliza. Lakini kwa ndoa hauwezi badilisha. Bwana sifiwe. Kile unastahili kufanya ni kuongea maneno katika jina la Bwana. Unasema huyu mzee wangu ataweza kubadilika. Unasema hivyo hapendi kanisa, atapenda kanisa katika jina la Yesu. Hivyo huwa anapiga watumishi wa Bwana, siku moja atawapenda katika jina la Bwana. Praise God.
Lakini sasa ukisema ati ni ndugu ya shetani, kwani shetani alizaa lini? Ni nani alikwambia shetani yako na brothers? Hiyo maneno ni wewe unajitakia. Na kwa sababu huyo mdomo iko na nguvu, amen, umesema anakaa kama brother ya shetani, ndio unaona ukiweka Faith TV anafungulia Undertaker. Sasa unaona sasa yeye anaenda ile maeneo ya vita, maana ulimuita ndugu ya shetani, na shetani anapenda vita, ni mchokozi. Amen. Kwa hivyo sasa spirit ya Undertaker ndio unaona ako nayo, ama anaweka katuni. Na sasa ndio mahubiri sasa ndio ya kibishop anawaambia watu na kuwaita utakoma. Anasema nimesema Undertaker. Bwana sifiwe. Don't limit God with your words. Maana katika huo ulimi wako umebeba uhai, umebeba laana. Anza kutengeneza maneno yako kwa kuongea katika jina la Bwana. Sema amen. Na watu wengi hata wanakosa kutetewa kanisani, maana ukiwa huko ile mambo unaongeaga haki ya kanisa lako. Hata kama Mungu anaweza nifungulia hiyo kichwa yako, naweza kupatia shetani bila hata kuuliza jambo. Unajua kama roho inaweza funguliwa, tunaweza staajabu. Yaani Mungu anifungulie roho mahali maneno ile unaongeaga ya pasta na ya kanisa yako mahali imewekwa. Nitaona uliita pasta shetani, ulisema yani mambo mengi. Alafu sasa unakuja unaniambia pasta ninapigwa. Sasa unapigwa na ulisema pasta ni kama shetani. Sasa shetani atakuombea. Akikuombea ndio utatandikwa vizuri. May God help us in Jesus name. So don't limit God through your word. Hata ukifungua biashara yako, ile maneno unaongeaga. Na mimi nataka mkaweze kuamini na mimi ya kwamba Mungu anaweza tumia njia yoyote akaweza kukubariki. Mungu anaweza tumia chochote akaweza kukubariki. Even your enemy anaweza tumika. Sio lazima ukuwe na biashara kubwa ndio Mungu akaweza kukubariki. Praise God. Unaweza kuwa na kabiashara kadogo na Mungu aibariki. Maana ikibarikiwa utaona mambo makubwa ambayo itatendeka. Kwani ile mikate mitano ilikuwa mikate mitano samaki wangapi? Wawili. Si walikula na wakabeba vikapu 12. Kwani ni nini ilitendeka? Hiyo sio supermarket. Hata ilikuwa imebebwa na kijana, hata sio mama. Maana vijana nao na mikate, tulipenda mikate. Bwana asifiwe. Kwa hivyo don't limit your God kupitia kwa maneno yako. Nikienda kumalizia, what have you been speaking? Yani ni swali na kuuliza, umekuwa unaongea nini kuhusu maisha yako? Umekuwa unaongea nini kuhusu madhabahu yako? Umekuwa unaongea nini kuhusu mtumishi wa Mungu na kuhusu hata ndoa yako? Na wale mumeoleka, umekuwa unaongea nini kwa mother in law kanini? Ulinena nini kuhusu huyo mother in law? Si ulisema hata kama ungeachiliwa ungemuua na umkoroge ili ni kesa kifuvuka akute kumekorogewa? Hapana, ua. Bible imesema usiue. Usifanye nini? Unastahili kuomba Bwana akaweze kumbadilisha. Wewe huoni mother in law ambaye anaitwa nani kwa Bible? Anaitwa nani? Naomi. Wewe huoni vile alikuwa mama ambaye alikuwa na hekima? Ndio sasa usome Bible, uambie Mungu huyu mother in law ninaomba akuwe hata kama Naomi. Maana Naomi aliambia Orfa na akaambia Ruth. Bwana asifiwe sana. Vijana wameenda waumezeni, turudi kwetu. Bwana asifiwe sana. Turudi. Amen. Orfa alikataa, ni Orfa. Yeye hakurudi, lakini Ruth alifanya nini? Aliweza kurudi na mother in law. Na mother in law akachora, akafanya mpango, akajua Boaz hajao, akafanya mipango ya haraka. Akamwambia sasa aenda kwa Sha, wewe hata ni kufuata vijana ambao nafuu. Nayo macho ya Boaz sijui inaangaliaga wapi. Bwana tuwe sana. Wakati aliangalia kwa ile shamba akaona mtu. Amen. Na akauliza ni nani? Hivi ndivyo Mungu huwa anafanya kazi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo badala ya kuua mother in law, abia Bwana ambadilishe. Bwana tuwe sana. Ukifua hiyo nguo zake, wacha kumuita shetani. Fua hizo nguo ukisema ya kwamba Mungu unaweza badilisha. Hata akifaa hii nguo Bwana, wacha neema yako imfanyie kazi ambayo ninabeba.
Kini sasa wewe unavua nguo ukimtukana. Mauti na uzima zimo katika uwezo wa kinywa chako. So what have you been speaking? Stop limiting God through your words. Start speaking words of declaration, decreeing all you believe of. Number 5, ambayo ni ya mwisho. We limit God by focusing on the past. Yani huwa tunalimit Mungu na kufikiria ile mambo ambayo ilipita. Hakuna mtu ambaye hana historia yake baya. Sasa hapa tukiulizwa ile madhambi tulifanya kama hatujaokoka, unego kirado makiraga. Watu ni kunyamaza wamenyamaza. Kutembea watu walitembea. Kutembea watu walitembea. Ni Mungu alituhurumia. Minister Anthony, kwanza wewe. Bwana sifa sana. Ni kuhurumiwa, tulihurumiwa. Praise God. Lakini sasa don't limit God. Amen. By focusing on the past. Bwana sifa sana. Why are we focusing on the past? Niweke nini? Isaiah 43 verse 18. Isaiah 43:18. Bible inasema forget the past. Na kuna watu hapa hawaja forget the past. Sasa kwa sababu ulikuwa umeoleka, alafu sasa taraka ikakuja, ukadifusiwa, leu gai. Sasa Mungu sio Mungu. Mungu ni Mungu. Amen. Na kuna watu wengine wengi katika jina la Bwana. Hata alimwambia Elia akiambia Mungu sasa tengeneza preparation kuje mahali Ibrahimu wako. Mungu akamwambia ukoje? Sijaita na biguni. Wewe kaa huko. Kuna watu wengine ambao nimeweza kwa hifadhi. Na kwa hivyo kuna watu hapa wanatawaliwa na pasi. Kuna mambo ilikufanyikia hata wakati ulikuwa unaoreka. Kuna mambo ilikufanyikia. Amen. Wakati sasa familia yako kulikuwa na pesa, mlikuwa mnaendelea vizuri. Alafu sasa mambo ikaendelea. Sasa umelimeni kuangalia hizo picha mkiwa kule mna swing Uhuru Park, Muteti, vile mlikuwa sasa mnaenda, unaulizwa kama ni kuku ama ni samaki ama ni ile kuku ya soma soti inaendaga namna hii. Siku hizi sasa inakuwa ni terere, mnabadilisha, mnaenda kwa sukuma, mnatoka huko, mnakuja kwa kanzira. Sasa mnachezea hapo. Lakini Mungu ni Mungu katika jina la Bwana. Kwa hivyo usiwe limited. Amen. Kwa kushida ukikumbuka yale mambo ambayo yalipita. Mungu anataka usahau. Don't limit God. Amen. Hata unashida ukimkumbusha Bwana. Amen. Bible inasema msiyakumbuke. Ambia mwenzako usikumbuke. Ni kuonya unaonywa. Unaambiwa remember ye not the former things. Hiyo mambo ya zamani usiyakumbuke tena. Neither consider the things of old. Wala msiyatafakari. Unaona kuna kukumbuka na kuna kutafakari. Na kuna watu hapa wamehang. Bwana asifiwe sana. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa daktari na alikuwa na chemist kubwa sana kule mjini town na hapa Mesola, hapa Buruburu. Wao wanajua hayo maeneo. Na kwa hivyo alienda akafutwa kazi na duka yake ya town ikafilisika. Na wakati ilifilisika sasa akabaki na duka ya huku sasa huko Buruburu. Na sasa mke wake wakaabiana sasa watahama. Lakini Mrs. alikataa. Alisema hatuwezi rudi chini. Na kwa hivyo yeye akaendelea mawazo yake kukumbuka vile walikuwa wanafanya nini. Mpaka huyo mzee alijiua. Akaweka kanuni. Akasema hii sababu ya huyu. Maana nimemwambia tuende ya chini. I am restraining a law. Na mimi silali. Kwa sababu nilimwambia tuadjust, tusahau na hayo, tuombe Mungu neema ingine. Lakini alikataa. Na mzee akaondoka. Na alijifanyia hiyo kwa nyumba tu. Sasa mambo ikawa namna hiyo. Maana bibi yake alikumbuka yale ambayo yameweza kupita. God is God of future. Sema amen. Mungu ni Mungu wa kesho. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo achana na mambo ya jana. Bwana asifiwe sana. Hata kama jana kulikuwa na baraka na leo hakuna, usianze kukompea leo na jana. Bwana asifiwe sana. Angalia mbele katika jina la Bwana. Remember ye know the former things, neither consider the things of the old. Nipatie hiyo verse nyingine. Na kwa hivyo tazama ninafanya jambo jipya, sasa litachipuka. God cannot do a new thing if you are limiting him through remembering the past. Wewe ndiye umemzuilia Bwana.
asikafungue mlango. Maana kila wakati hata ukija kuomba, badala ya kuomba unateta, Mungu hunipedi, Mungu hunibariki, Mungu nitakulilia mpaka lini, nimeenda fasting. Uyani wewe hata sio maombi, ni kuteta mbele za Bwana. Ninaomba Bwana tusaidie. Kwa hivyo tazama, nafanya jambo jipya sasa litachipuka. Je, hamutalitabua? Nitafanya njia jangwani. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Bwana afanye njia jangwani katika jina la Yesu. I will do a new thing. Now it is shall spring forth. Shall we not know it? I will even make a way in the wilderness. May your God make a way in the wilderness, in the mighty name of the Lord. Wilderness ni mahali ambapo hakuna watu wanakaa. Wilderness ni mahali ambapo hakuna kitu kinaweza pandwa kikaweze kumea. Maana ni mahali kumekauka, ni mahali hakuna mvua, kumejaa vumbi, na huko Mungu ndiye anasema atatengeneza njia. Kwa hivyo don't limit God in the mighty name of the Lord.